Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Mathayo. Ninyi ni chumvi ya dunia, lakini chumvi ikiwa imeharibika itatoa nini hata ikolee? Haifai tena kabisa, ila kutupwa nje na kukanyagwa na watu. Ninyi ni nuru ya ulimwengu. Mji hauwezi kusitirika ukiwa juu ya mlima, wala watu hawawashi taa na kuiweka chini ya pishi, bali juu ya kiango, nao yaangaza wote waliomo nyumbani. Vivyo hivyo nuru yenu na iangaze mbele ya watu, wapate kuyaona matendo yenu mema, wamtukuze Baba yenu aliye mbinguni. Neno la Bwana. Tumsifu Yesu Kristo. Leo ni siku ya furaha. Hata kabla ya mahubiri tumshukuru Mungu na tumshangilie kwa makofi. Naona kidato cha 4 imependeza sana. Hongera sana. Ile kadi ya mwaliko aliyonipatia mkuu wa shule akaituma. Nilipoiangalia ile kadi picha zenu, naona mlikuwa mmevaa suti hizi. Nikaogopa kuvaa suti leo. Nikaamua nivae kanzu ambayo hatutaweza kushindana mimi na ninyi, kwa sababu nitakuwa peke yangu na mapadri. Kwa hiyo hongera sana. Alafu siku ya leo mmeonyesha ujana wenu vizuri. Wakati tunapanda kwenye ngazi nilikuwa naangalia swali zenu. Nadhani wakati mnazivaa ilikuwa shida kwa sababu kule chini zinabana mno. Sasa nadhani nyinyi mmeiga kutoka kwa waziri mkuu wa India, anaitwa Narendra Modi. Nilikuwa naangalia picha zake jana na juzi, alikuwa na rais wa Urusi. Yeye naye anavaa tu swali kidogo kama twenu, ila kwake ni keupe. Kwa vile mkienda mtakuwa na simu kubwa zile, msearch muone. Anavaa hivyo. Mmependeza sana, hongera sana. Ndiyo. Sasa haya mahubiri kimsingi nimewalenga form 4. Sasa leo nimepanga kuongea dakika 20. Hapa nitaongea dakika 15 na ukumbini kama nitapewa nafasi nitaongea dakika 5. Kwa sababu mahubiri nimeisha yapima kwenye utaratibu wangu. Kumbe naanza. Mheshimiwa Padre Salvatore Muganga, mkuu wa shule, waheshimiwa mapadre, masista wako wakfu, wapendwa kwa namna ya pekee kidato cha 4, na ninyi wanafunzi mnaobaki, wazazi, walimu na wafanyakazi wengine, na wote tulioko hapa tukiwa na mapenzi ya Mungu. Bwana awape amani. Leo hii tupo hapa katika kanisa hili kumshukuru Mwenyezi Mungu. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu na kusherekea hawa vijana wetu, wanafunzi wa kidato cha 4, kumrudishia Mwenyezi Mungu shukurani kwa safari ya miaka 4 ya neema, miaka 4 ya baraka kwenu ninyi mnaomaliza kidato cha 4. Tunatambua kwamba kila hatua mliokuwa mnaifanya ilikuwa ni ushindi, na hata pale palipokuwa na changamoto ilikuwa sehemu ya mpango wa Mungu kwenu. Na ndiyo maana tumeliongoza neno letu la tafakari mahubiri haya kwa masomo matatu tuliyosikia, tukilenga hilo. Tunalolipata ambalo nimeona niliseme kwenu leo ninyi, hasa vijana mnaomaliza kidato cha 4, kutoka somo la kwanza la Yeremia, ni kwamba Mungu daima ana mpango.
Mungu ana mpango kwa kila mtu. Mungu ana mpango na ninyi wanafunzi mnaomaliza kidato cha 4, na kimsingi Mungu ana mpango na kila mmoja wetu. Na Yeremia nabii anatupatia ahadi kubwa. Anasema hivi, na yajua mawazo niliyowazia juu yenu, ni mawazo ya amani, si ya mabaya, kuwapa tumaini katika siku zenu za mwisho. Kwa vyovyote baadhi yenu pengine kuna anayeshangaa, mtihani niliyoufanya nitafaulu, lakini najua ninyi mtafaulu kwa sababu shule yetu hii haina historia ya kufeli, bali ina historia ya kufaulu. Nitachaguliwa, ni wazi mtachaguliwa. Nitakwenda wapi? Hapo ndio hamjui. Lakini Mungu anasema hofu yako ni ndogo kuliko mpango wa Mwenyezi Mungu anaokuwa nanyi. Kumbe kijana, wewe ulioko hapa mbele kanisani, unapomaliza kidato cha 4, kimsingi mmefungua ukurasa mpya. Lakini tayari Mungu ameshaandika mistari muhimu ya maisha yako. Mstari wa matumaini yale unayokuwa nayo, mstari wa ukuaji, hatua mbalimbali utakazopitia, mtihani wa fursa, nani utakuwa baadaye. Yote Mwenyezi Mungu anayo tayari, mistari ameiandika na ni mpango wake kwenu. Ndiyo maana tunapaswa kusimama kwa imani. Mtakatifu Thomas wa Aquino, msimamizi wa shule hii, anasema hivi, yeyote anayetafuta ukweli anamtafuta Mungu hata kama hajui. Narudia, yeyote anayetafuta ukweli anamtafuta Mungu hata kama hajui. Ninyi kidato cha 4 mmekuwa hapa kwenye shule hii mkiutafuta ukweli, na bado na mnatoka hapa kama watu ambao mtaendelea kutafuta ukweli. Ukweli wa elimu, ukweli wa maarifa, ukweli wa utu na ukweli wa Mungu na kadhalika. Muendelee kutafuta huo ukweli. Somo la pili toka waraka kwa Wafilipi sura ya 4 ni neno moja tu na penyewe nachukua. Fikirieni mema au fikirieni mazuri. Tumesikia Paulo anaandika, anasema hivi, furahini katika Bwana siku zote, na mambo yote ya kweli, ya staha, ya haki, yenye usafi, yafikirini hayo. Hapo Paulo anatupa formula ya mafanikio kwa namna moja au nyingine. Ninachotaka kusema ni hivi, sasa hivi unachokiwaza wewe au ambacho umekuwa ukikiwazia kinaathiri unachokifanya, na unachokifanya kinaathiri unachokuwa, na unachokuwa kinaathiri unachopata. Narudia, unachowaza kinaathiri unachokifanya, unachokifanya kinaathiri unachokuwa, na unachokuwa kinaathiri unachopata. Matendo yetu yanaanzia kwenye fikra tunazokuwa nazo, na baada ya hapo tunachukua hatua, tunafanya tendo fulani kama kuja hapa kusali, na tunaposali tunakuwa watu fulani labda wema, au kama sasa mlikuwa mmesoma mtakuja kufanya vitu fulani. Kwa unaona, daima tufikiri yaliyo mema. Ndio maana hata Mwalimu Nyerere aliwahi kusema kwamba elimu sio kukariri, bali ni kujenga uwezo wa kufikiri. Sasa hapa najua nyinyi hamtakubaliana nayo nyinyi na mimi sasa hivi kwa kauli hii. Labda ningelikuwa swali limekuja au tungelikuwa tuna mjadala kidogo tukawapa tukalijadili. Elimu sio kukariri, bali ni kujenga uwezo wa kufikiri. Kama sisi ambao tumeisha soma, tumemaliza mambo ya mitihani, sitegemei kusoma shule yote sasa hivi kwanza, na sitegemei kupata mtihani wote wa maisha, labda mtihani wa maisha ninayoishi, lakini wa darasani sitegemei kwa umri nao kwa nao. Ndio maana hata mahubiri yangu haya nayasoma hapa, lakini ingelikuwa wakati wenu ningeweza kuyakariri kwa sababu ni peji kama 1.5. Unapokuwa na umri kama wewe, cramming capacity ni kubwa mno, kwa sababu ile memory disk yako wewe
bado kama ni GB 100 umeingiza kama nusu GB, MB 500. Ila kama sisi na kina Kaswiza na Maganga, yani memory imesha kuja 99.9, wamesha tupiga red pale. Kwa kuweka vitu vingine ni ngumu sana. Tuko pamoja wapendwa kidato cha 4. Ndio maana yani kukariri kwenu ni rahisi sana. Lakini sasa elimu mlikuwa mnakariri wazi mshinde mtihani. Sasa hivi mnapoenda ndio pale mtaona mliokuwa mnayasoma sasa yakoje. Lakini wazi mtaendelea kuona kwa sababu bado mko hatua ya chini sana katika kusoma, hatua ya za mwanzo, na mtaendelea mpata hatua za juu. Kumbe kauli ya Mwalimu Nyerere inamaanisha kwamba lengo kuu la elimu si kumfanya mtu awe kama mashine ya kukariri taarifa, bali ni kumwezesha kutumia maarifa aliyopata kwa njia ya kufikiri, kuchambua, kuuliza maswali, kugundua mambo mapya na kufanya maamuzi sahihi katika maisha yake. Na ndiyo maana utaona kama sisi tunavyofikiri pengine ni tofauti na ninyi, kwa sababu mazingira yameshabadilika. Na wewe umemaliza kidato cha 4, hata kama hutaendelea. Najua baadhi yenu mmeshapanga kuchukua kozi za ufundi mfano, wengine mmeshapanga twende kidato cha 5 mpaka tufike chuo kikuu. Lakini wewe ni tofauti na mtu ambaye hajaingia sekondari. Hata yule mtu anayepata F zote, lakini kama amemaliza kidato cha 4 ni tofauti na yule aliyemaliza darasa la 7. Lakini nadhani sasa hivi kama tunaajiri mpishi, hata kama anapika vizuri darasa la 7, uwezekano mkubwa siwezi nikamchukua, kwa sababu tutakuwa tunafikiri tofauti. Tuko pamoja wapendwa? Kumbe sasa mnaondoka hapa mkiwa mmejengwa si kwa mtihani tu, mtihani ili kupata cheti, bali kwa tabia, ustaarabu, nidhamu na ufahamu. Kwa hiyo niwaombe muendelee kuwa na tabia njema, muendelee kuwa na ustaarabu, nidhamu pamoja na ufahamu. Sasa twende Injili ya Mathayo sura ya 5. Ninyi ni nuru. Yesu aliwaambia wale wafuasi wake kwamba ninyi ni nuru ya ulimwengu. Kwa hiyo ninyi mnaohitimu, mnaotoka hapa kama wasomi wenye tabia njema, watu wa maadili, wanafunzi wa Kristo, shule imetoa mwanga ndani yenu, sasa na nyie mwanga mnaupeleka huko duniani. Na ndiyo maana namrudia kumnukuu Mtakatifu Thomas wa Aquino kwamba, na nukuu, mwanga wa akili ni zawadi ya Mungu, tumieni akili hiyo kwa mema. Mwanga wa akili ni zawadi ya Mungu, tumieni akili hiyo kwa wema. Kwa hiyo ukiwa wewe ni mtumishi wa jamii, kesho kutwa daktari, mwalimu, mhandisi, padre, mtawa, mfanyabiashara, kiongozi wa siasa na kadhalika, lengo lako kubwa liwe moja: kuangaza mema. Nimalizie kwa shukrani kwa Mungu kwanza, kwa kuwa kimbilio lenu, kiongozi wenu, mshauri na mlinzi wa kila siku kwenu ninyi wahitimu, lakini na familia nzima hii ya St. Thomas wa Aquino. Shukrani kwa wazazi na walezi kwa kulipa ada, kununua sare, kufuatilia tabia zenu, kuwaombea ninyi. Sasa kila mzazi anatabasamu usoni na furaha moyoni. Nyerere alisema elimu ni chombo cha kumkomboa mwanadamu. Kumbe walimu na wazazi ndio waliowapa chombo hiki cha kuwakomboa ninyi. Kwa walimu ni kama mishumaa. Wao wanajiunguza na kujiteketeza ili wengine waweze kuona mwanga gizani. Wamefanya kazi kubwa ya kuwafundisha, kuongoza, kuwanyanyua walioanguka na kuwavuta waliokuwa wakipotea. Ningeliwashauri kabla hamjaondoka, kama hujafanya basi hata ukutana na mwalimu kabla ya kuondoka, angalau hata mmoja wawili mwambie asante sana. Ili huwa tunalisahau, na ni kwa sababu moja. Sasa hivi kwanza hata ninayosema wengi hamuyasikilizi. Mko mnafikiria ile kwaito mtakayocheza, ngonjera ile igizo,
na sasa hivi nyumbani nini, tunajua sasa hivi na vibe kubwa sana, lakini washukuru, wao ndio wamewafanya mwe kama hivi mlivyo, walimu na wafanyakazi na wazazi wenu. Kwa wafanyakazi wasio walimu, mfano walinzi, wapishi, wahudumu, wahasibu, watunza usafi na mazingira, madereva, kila mmoja ametengeneza mazingira ya ukuaji wenu ninyi vijana. Leo tunasema asanteni kwenu nyote. Mwisho, ushauri wa kimaisha kwa wahitimu. Yale yote niliyosema yasahau. Kumbuka haya sasa. Namba 1, Mtakatifu Thomas wa Aquino, tena nampenda kwa sababu ndiye msimamizi wenu, aliwahi kusema hivi: ujuzi bila maadili ni hatari. Hebu turudie kidato cha 4. Ujuzi bila maadili ni hatari. Usiwe msoma asiye na heshima, asiye na utu, asiye na maadili. Nidhamu ndio tofauti kati ya wale wanaotimiza na wale walioahirisha au walioshindwa kutimiza. Kwa mnapoenda watu waone kweli kwamba mna maadili mazuri, mmetoka kwenye shule hii ya kanisa. Namba 1 ni hiyo ya kuwa na nidhamu. Namba 2, chagua marafiki wa maana. Marafiki wanaweza wakawa daraja au shimo. Ukichagua marafiki wabaya watakuangusha chini, ukichagua wazuri watakupandisha juu. Sitaki kusema zaidi hapo. Namba 3, usikimbie kazi ngumu. Hapa najua hamtanielewa. Mtakapokuwa na umri wangu ndipo mtanielewa hapa. Wakati nafundisha pale chuo kikuu pale Amukta Tabora, nilikuwa na washangaa vijana. Unamuuliza, likizo ya miezi 3 unasoma chuo kikuu, ulipoenda Mwanza ulikuwa unafanya nini? Nilikuwa nimeenda kwa shangazi yangu Shinyanga. Basi unashughulika na nini? Pale kwa sani mjini kwanza hakuna hata shughuli ya kufanya, unaamuka tu, unakunywa chai, unalala. Kweli inawezekana miezi 3 yote. Hiyo 3 ungeweza kupata kibarua hata cha kuuza maji kiangazi, kama sasa hivi pale Shinyanga hakuna maji. Na nyie sio kwamba nawaogopesha. Nilikuwa namwambia mzazi mmoja, alikuwa anasema mimi watoto wangu nawasomesha kwenye shule za Kiingereza wafaulu vizuri. Nikamwambia unafanya vizuri, ila hata kama nawasomesha kwenye shule za Kiingereza si kwamba ni tiketi kwamba watapata kazi. Ndio maana nasema ninyi ni kama ndio mko chekechea kwa upande wa elimu yake, ila kila safari inaanza na hatua moja. Huko mitaani sisi tulioko kule, mwaulize walimu wenu na mtawaona ndugu zenu mpaka wana degree ya kwanza na ya pili, kazi hakuna. Ndio maana walimu wenu waendelee kuwaongoza, uone unasoma nini na utafanya nini baadaye kwa kujitegemea wewe mwenyewe. Ndio maana nasema usikimbie kazi ngumu. Hakuna mafanikio bila jasho, hakuna ushindi bila nidhamu, na hakuna mafanikio ya kudumu bila kujikana. 4, ombeni, jipangeni na simameni. Mungu anafungua milango, lakini anahitaji ushirikiano wenu. Fanya kazi kama kila mtu, fanya kazi kana kwamba kila kitu kinakutegemea wewe, na omba kana kwamba kila kitu kinamtegemea Mungu. Ikiwa na maana hivi, fanya kazi kana kwamba Mungu hayupo, ni wewe, kila kitu kinakutegemea wewe. Lakini napokuja kusali vile vile na kuomba, omba kweli kwamba Mungu kila kitu kinamtegemea yeye. Na usijilinganishe na mtu, hicho ni kitu cha 5. Huwa tuna changamoto moja. Ukijilinganisha na mtu si kitu kizuri, ila ni kitu ambacho daima tunaweza tukakwama kwa kujilinganisha na wengine. Mbona huyu amepata point 7, mimi nimepata point 9, nilikuwa labda namzidi darasani. Mbona huyu amepata kazi, amenitangulia, mimi sijapata kazi. Mbona huyu leo anaonekana amependeza kuliko mimi? Mimi wanawaambia watu, kwa mfano kama mimi najiona ni handsome kuliko wanaume wote wa Tabora, mimi yapata na dunia. Kama unaniona mimi si handsome ni juu yako wewe, sawa bana? Ila mimi ndivyo ninavyojiona, najiamini, sawa? Kwa sababu Mungu sio kwamba alifanya makosa kwa kuniumba mimi.
Kila mtu aliconcentrate, kama ni dakika 5 kila mtu ni dakika 5. Tuko sawa? Kwa hiyo usijilinganishe na mtu. Tembea na mwendo wako. Kama ni mwendo wa paka, sawa. Kama ni mwendo kama wa rais wa Urusi yule Putin anatembea hivi na mwendo wake, sawa, lakini usimwige mwenzako. Upeo wa kila mmoja ni tofauti na Mungu ametujalia vitu tofauti. Wengine wanaweza kucheka ndoto zako, usiwajali. Kumbuka maneno ya Mtakatifu Thomas wa Aquino tena kwamba ndoto kubwa hazimchoki mtu mwenye matumaini. Kama ni matumaini, penye nia pana njia. Mwisho tumalize kwa kusema hivi, ninyi wapendwa wahitimu, kutumia maneno ya Hosea 14:9. Njia za Bwana ni sawasawa, wenye hekima watazifuata. Wahitimu wapendwa, mnapotoka hapa, fuata njia za Bwana, fanya maamuzi yenye hekima, heshimu wazazi na jamii kwa ujumla bila ubaguzi, jenga tabia na utu, tumikia taifa kwa uaminifu, jiamini na ujitahidi, usikimbie ndoto zako. Tumalizie na baraka. Bwana wafungulie milango ya fursa. Semeni amen. Amen. Awajalie akili, busara na ujasiri. Semeni amen. Amen. Awalinde dhidi ya majaribu ya dunia. Amen. Na nuru yenu ing'ae ulimwenguni. Amen. Ili watu wakiona matendo yenu mema wamtukuze Baba yenu aliye mbinguni. Amen. Tumsifu Yesu Kristo. Yeah.